EFM 103.3 Mbeya. Ripoti ya leo. Karibu sana msikilizaji katika ripoti ya leo ya EFM. Leo tarehe 20 mwezi ni wa 11 mwaka 2025. Leo ni siku ya Alhamis. Karibu muda huu tuzungumze kuhusu maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu nasi tunayawasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Nami Veronica Franki huambatana pamoja nawe kuanzia siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa, kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili usiku. Karibu nikukumbushe pale tuliishia siku ya jana katika mkasa wa ndugu yetu anaitwa Joel. Jana tuliishia ndugu yetu Joel akitueleza hatua ambazo amezidi kupiga katika mahusiano yake. Ndio sasa alimpeleka kwa wazazi. Hiyo ilikuwa ni hatua ya mwanzo kabisa, wamuone wazazi wake na ndugu jamaa na marafiki, lakini moja kwa moja alichukua hatua na kwenda kwa upande wa msichana na kufanya taratibu za kumposa mwanamke huyu, na taratibu hizo kweli zimekamilika. Hakika kuna kitchen party imefanyika na kuna send off imefanyika. Hizi ni sherehe kwa upande wa bibi harusi, lakini sasa kuna ndoa ambayo iko mbele yao, na Joel anasema mambo yamekwisha kuiva, tumemaliza send off na sasa tunaenda kwenye ndoa. Lakini anatueleza katika siku hizi chache, maana ndoa yao wanafunga mkoa mwingine, kweli kwa wapaswa wana safari ya kuja huo mkoa mwingine. Ndio, lakini anatueleza alikutana na yule kijana ambaye yeye hufanya usafi, vibarua vya hapa na pale, ambaye alimueleza kwamba familia huyu mwanamke anataka kuoa, hawa watu makatili sana, wana ukatili, akimueleza tukio ambalo liliwahi kutokea. Karibu sana leo, siku njema msikilizaji, na tupige hatua pamoja tusikie hiki ambacho ndugu yetu anaitwa Joel akitujuza zaidi. Hizi ni simulizi ambazo tuko nazo katika msimu huu wa kuelekea mwezi wa 12 na kumaliza mwaka 2025, na tunazidi kumwomba Mungu atujalie heri, afya njema, ili tuendelee kukutana kama hivi na tujuzane haya ambayo yatatujenga na kutupa hatua nyingine kubwa katika kumaliza mwaka na kupokea mwaka mwingine mpya. Ndio. Joel anasema makutano yetu haya ni makutano kati ya mimi pamoja na yule kijana mfanya usafi. Huyu nimekueleza ni mtu mzima ambaye pia mapombe na nini, yani amekuwa kama mzee kabisa. Na akiniambia vipi lile jambo nilikueleza ulipata nafasi ya kulichunguza, nami nina majibu ambayo yanamfanya yule mwenzie aulize kuhusu nini, na huyo ambaye alikuwa naye, alikuwa naye, anamuuliza kwani ni kuhusu nini? Ndio, anamwambia huyu ndo yule mshikaji nilikwambia anaoa ile familia, na inaonekana huyu naye anafahamu familia ya kwa mke wangu, ananithibitishia kwamba ile familia sio familia nzuri. Nini ishara ya haya? Niambie rafiki yangu. Nyakati ukiwa katika ukamilisho wa namna hii, unakutana na sentensi ambayo uliwahi kuisikia kumhusu mwenza wako na ukaipuuzia. Nyakati hizi siku zikiwa zimekwisha kabisa, tena sentensi ile ambayo uliwahi kuipuuzia inarejewa tena kwa msisitizo kwamba hii familia sio familia nzuri. Nini maana yake? Nakumbuka nilimwambia ulishanieleza na nilishayafanyia kazi. Lakini huyu mwingine akasema usibabaishwe na namna ambavyo unawaona wapole. Wosi unamuona mamake, yani akimuelezea mama huyu binti ambaye kiukweli nataka nikwambie
Yule mama ana hekima sana, mama ambaye ni mpole sana, na hata nikawa namwambia mpenzi wangu, wewe umechukua upole wa kwa mamako. Na mpenzi wangu akawa ananiambia zaidi pia mama ana huruma sana. Yani ni mtu ambaye amekuwa akijitoa kwa ajili ya maisha ya watu wengine. Nyumbani kwake kumekuwa ni nyumba ya watu wengi. Mama huyu, yani mamake ni mama wa watoto wengi. Akinieleza wako wafanyakazi walianza kufanya kazi pamoja na mamake, lakini leo wamekuwa na miji yao. Wako mabinti aliwaoza, wako vijana pia alihakikisha wanakuwa na wenza na wanakuwa na familia. Yeye mchumba wangu alikuwa akitoa hizo sifa kwa mamake, kwamba ni mama ambaye ana misimamo. Ndio kuna watu hawawezi kuelewa misimamo yake, lakini ni mama ambaye amesaidia watu wengi. Nakumbuka sana siku hizi kutaka sana majadiliano. Sikutaka sana. Nakumbuka aliniambia neno jingine huyo kijana, acha yule ambaye ni kibarua wangu anasaidiaga hizo. Na alinijuza mwanzo. Huyo mwingine akasema, unajua nataka nikwambie kitu. Yani ulishasikia sentensi wanasema Mungu ni wa sisi wote. Yani pamoja na matabaka tuliokuwa nayo, pamoja na rangi tulizokuwa nazo, lakini Mungu ni wa sisi sote, bila kujali namna ambavyo tunaweza tukana na mitazamo tofauti. Na Mungu ana njia zake za kutaka kukujulisha jambo ili usiingie katika mtego wa shetani. Na yakumbuka haya maneno. Hawa watu ukiwaona unaweza ukahisi hawezi kukwambia chochote kwa maisha ambayo unaishi. Najua mtu kama yeye akikwambia leo na issue nataka tuongee, unawaza naenda kuongea nini na mtu huyo? Yani huoni unaenda kuongea naye nini? Kwanza yeye ananiambia nini? Lakini aliniambia haya. Akaniambia binadamu ana tabia baadaye kuja kusema nisiseme kwamba Mungu hakunionyesha. Mungu alinionyesha, kuna mtu alimtumia. Kabla ya hatua zote nilijulishwa kuhusu mtu huyu, ila nilipuuza. Na akaniambia hakuna mtu anakuja kupatwa na mabaya akisema kwamba hakuna ishara yoyote ilitokea. Lazima ishara inatokea. So unaona, sisi tunakwambia unaweza kupuuza hizi haya maneno, lakini huenda hizi ikawa ni ishara. Ukizipuuza zinaweza zikaleta shida kwako. Nakumbuka sana nilitabasamu nikamwambia, unajua huyu kanieleza mambo mengi sana, lakini niwafundishe ndugu zangu, tunaishi katika maisha ambayo watu wana tabia za kubadilika. Mtu aliyekuwa mbaya leo anaweza akawa leo ni mwema, akajutia yale aliyotenda na akawa mtu mwema ajabu. Lakini sisi binadamu tuna tabia kukariri ubaya wa mtu wa miaka iliyopita, kwa sababu hatujapata nafasi ya kuwajua tena wale watu waliokuwa wabaya. Je, bado wabaya tena? Siwezi kupinga chochote kwa sababu sikuwepo. Lakini mimi na wewe tunaweza tusijue mazingira ya nini kilitokea hasa. Lakini basi sisi tusiwe sehemu ya kuwapakaza watu kwa maneno ambayo wakati mwingine hatuna uhakika nayo. Kwa mfano, kifo kilitokea ni kweli, lakini je, uthibitisho mpaka dakika za mwisho uthibitisho unasema nini? Na nikamwambia, alinieleza na nikafuatilia hivyo vitu ambavyo nyinyi mnavisema havipo. Yule mtu alikufa katika kifo ambacho uthibitisho ulipatikana. Unaona na wao kama familia hawakuhusika kwa chochote, na maana kama wangehusika lazima sheria ingechukua mkondo wake. Mimi sio mjinga, nimefuatilia kila kitu. Nakumbuka mshikaji aliyeniambia akasema, umefuatilia sawa. Nyinyi mnavisema havipo. Yule mtu alikufa katika kifo ambacho uthibitisho ulipatikana. Unaona na wao kama familia hawakuhusika kwa chochote, na maana kama wangehusika lazima sheria ingechukua mkondo wake. Mimi sio mjinga, nimefuatilia kila kitu. Nakumbuka mshikaji aliyeniambia akasema, umefuatilia sawa. Sawa, wewe ulishawahi kuona wapi masikini na tajiri wakakaa sehemu moja, wakakaa wakajadili mambo? Yani tajiri akajishusha akaona kwamba mimi nimetenda na akakiri kwamba nimetenda. Kwa mfano, nani alikuwa na nguvu ya kumsaidia ndugu yetu ambaye aliuawa? Nani angeenda kutetea kwa sababu hana ndugu?
Kwa hiyo kifo chake kilikuwa kimeishia hapo. Hakuna mtu mwenye uchungu naye, ni sisi washikaji ambao pia ni maskini. Wewe huwezi ukaamini kwa sababu utaamini kile ambacho kinasema. Utaambiwa ukweli uko hivi, ukweli uko hivi, lakini ukweli ndio usi tunaosema. It's okay, damu ya mtu waga sio damu ya mbuzi. Damu ya mtu sio damu ya mbuzi. Kama damu ile ilimwagika, si waga tunaamini kuna siku moja haki itapatikana. Nakumbuka niliona maneno haya yanani haribu sana akili yangu. It's okay. Nakumbuka tulikuwa na maandalizi mazuri sana, na mimi nakwambia tulifunga safari na moja kwa moja tukaja katika mji ambao tunafunga ndoa. Sasa niko na msimamizi wangu. Aliniuliza swali, mbona huko sawa? Ni nini? Kwa sababu nilikuwa niko down. Nafikiri ni mambo mengi tu yako kichwani, unajua shughuli zimekuwa nyingi kwenye ile send off, tumesafiri, kuchovu pia. Na kumbuka hapo tulikuwa tuko saluni. Yani ndo siku ambayo ndoa yangu inafungwa. Kwa mimi niko na msimamizi wangu. Vipi? Nikamwambia poa. Sumbua na kujua wewe. Nikaambia kuna kitu kinanisumbua, lakini sio ni cha kijinga. Sio kwa nini sasa hivi, yani mimi naweza nikakana kitu nikakifikiria sana. Akaniambia kitu gani? Nikamwambia unajua sijai kusema hiki kitu, niko nacho tu moyoni, I don't know. Sitaki kuamini, sitaki kuwaza, ila najikuta tu kuna muda nawaza labda kwa sababu pia kuna mtu mmoja kanichanganya hapa, yani kanichanganya, labda ndio maana nakifikiria. Akaniambia kitu gani? Tukiwa hapa salon. Mimi nakumbuka nikamwambia msimamizi wangu, kwa sababu ni mshikaji wangu. Nikamwambia unajua, mtu mmoja mfanya usafi aliniambia kuhusu mke wangu mtarajiwa ambaye leo ndo rasmi anakuwa mke wangu. Nikamueleza kila kitu. Akaniambia mbona hujai kuniambia? Nikamwambia niliona mambo hata sio ya maana. Nikamwambia unajua tuko hapa tunajiandaa kuja huku. Unajua nilikutana sasa sio na yeye peke yake, nilikutana na mwenzie ambaye yeye anasema alithibitisha mpaka dakika za mwisho kuhusu huyo mwili wa huyo mfanyakazi ambaye aliuawa. Wananiambia kwamba ile familia ndo walimpiga yule mtu mpaka umauti, na wakitafsiri kwamba sio familia nzuri, na wakinitahadharisha na wakisema nisije baadaye nikalalamika kwamba Mungu hakunishtua. Mshikaji wangu akaniambia ulimewahi kumshirikisha nani ili, na kwa nini ulinyamaza? Kwa nini ulinyamaza? Kwa sababu pengine ungejipa time kuchunguza. Umechunguza kiasi gani? Nikamwambia unajua nilichunguza, unajua nilianza kuifuatilia familia, nikajua hizi habari za uongo, yani hazina ukweli. Akaniambia sasa kama hazina ukweli, kwa nini zinakusumbua? Ni kwa sababu umekutana nao tu hapo ndo maana. Mshikaji akaniambia unajua hata ukifikiria sasa hivi hatuwezi kubadilisha chochote. Relax. Kama alikuwa ni mbaya mamake hatujui. Yani hizo zote sisi hatuwezi tukajua. Kama tungekuwa na muda kabla ya leo tungesema tufuatilie, lakini tumeshachelewa. Kama wewe ulifuatilia basi tuseme ulioyafuatilia yanatosha. Umejiridhisha na hakuna kitu kama hicho, tunafunga ndoa. Amani inatawala. Ondoa stress kweli. Akanipa maneno mazuri, akaniambia watu wana tabia kuzusha vitu. Time ndoaga inasema. Sasa kwa sababu hatuna huo muda, tufanye kilicho mbele yetu kwa sasa hivi. Haya anatueleza ndugu yetu mpendo wetu anaitwa Joel. Mapumziko mafupi msikilizaji, na mzuri katika mazingira mazuri. Sasa tunaishi pamoja, sio tena kiwiziwizi, tunaishi rasmi. Wangu pia naye ni mtu ana shughuli zake. Kwa hiyo yeye ndo alisema mume wangu kutokana na shughuli pia na kuzidi kupambana katika shughuli tunafanya, tungepata msichana. Nikamwambia sawa. Yeye ndo alitoa huo ushauri. Sasa nakumbuka kati tumezungumza hivyo tupate binti mzuri, yeye akiwa anasema ataongea na familia yake
na nikamwambia sawa, na mimi nitauliza pia kutokana na shughuli zangu nafanya na dada mmoja hivi ambaye nafahamiana naye kazini. Nakumbuka nilimgusia hiyo, akasema jamani, na dada mzuri. Bora umeniambia mapema. Nina huyo dada jamani, ni mzuri huyo dada. Nikaambia kama mzuri, mbona wewe hujakaa naye? Akasema mimi tu niko na ndugu wengi, lakini kama ningekuwa sina ndugu pale nyumbani, mimi ningekuwa nasema nataka dada wa kazi, yule yangenifaa. Anajua kufanya kazi, anajua kupika, hata kama ni watoto anajua kukaa vizuri sana na familia. Nikamwambia I think nahitaji mtu ambaye hata msumbua mke wangu, yani mtu ambaye anajielewa pia, na umri wake pia usiwe mkubwa sana. Akasema hata sio mkubwa, yani kwa kazi hivi nyumbani unataka mtu mwenye akili tu zilizotulia, sio mtu mzima, anafaa. Nikaambia poa, basi nitamwambia mke wangu. Joy anasema basi tuko na mke wangu. Nikamwambia unajua na rafiki yangu, nikamgusia, alikuwa anasema mkeo wa jambo. Nikamwambia jambo, lakini nikamwambia tunatafuta msichana mzuri ambaye hata kuwa msumbufu. Nikamwambia mke wangu kwa habari ya yule msichana kusema kwamba anaweza akatupa dada wa kazi. Mke wangu akakataa. Mke wangu akasema mimi hao wasichana wa kazi ambao wanaletwa na watu tu huko ambao hatuko nao karibu na hatuwezi kujua. Nikaambia kwa nini unasema hivyo? Akasema tu yani mimi niko hivyo mume wangu, yani niko hivyo. Nikamwambia yani sijakuelewa, unahitaji msichana si ndio? Akasema nahitaji msichana, lakini msichana tamtafuta mimi mwenyewe. Nikamwambia sawa mke wangu. Mimi nilijali sana na ndio maana nikasema nikutafutie mtu ambaye anaweza akawa mzuri zaidi, lakini nimekuelewa. Hakuna sababu ya kuhangaika na huyo, kama wewe unaweza ukampata ni juu yako, maana wewe ndio ambaye unahitaji kusaidia pia kwenye kazi zako. Akasema ni sawa. Basi nakumbuka mimi niendelea na shughuli zangu. Siku moja nimerudi, mke wangu akaniambia amepata msichana. Na kweli nikamwona huyo msichana, nikamwambia vizuri sana, sasa huyu utaendana naye. Akasema huyu utaendana naye. Nikamwambia sawa. Nikamwambia kwa hiyo mmekubaliana kila kitu, mshahara? Akasema tumekubaliana mshahara kila kitu. Nikamwambia shilingi ngapi unamlipa? Akaniambia. Nikamwambia sawa, basi mimi mke wangu, mimi nitakusaidia kukulipia huyu binti mshahara wake, kwa sababu kuna vitu ambavyo tumekubaliana katika kufanya, kwa sababu mke wangu pia anafanya shughuli zake, lakini mimi napenda sana kuhakikisha kama baba niwe nafanya pia vitu na mimi, unanielewa, kwa sababu hatujawa bado na familia. Kwa hiyo namwambia nitalipa huyo msichana. Sijasema kwamba nimwachie kwamba yeye atalipa, nitamlipa huyo msichana. Kwa maana kila mwisho wa mwezi huyo msichana atakuwa anapata haki yake katika kazi ambazo wanazifanya. Basi nakumbuka haya tuliyazungumza, ndoa yetu ndio kwanza changa, ina amani na furaha. Na hili zoezi tulilifanya, nakumbuka ilikuwa ni kama miezi kadhaa hivi kwenye ndoa. Na mada bado sisi yani tuko wabiti sana, yani bado tunapendana kweli kweli. Basi mimi niko busy na kazi. Mke wangu yeye anafanya shughuli zake, lakini ndio anaweza karudi mchana akafanyaje, kwa hiyo maisha yanaendelea. Mwezi wa kwanza ulipita, mimi niko busy tu na kazi. Mwezi wa pili ukapita, toka huyu binti ameanza kufanya kazi hapa. Mwezi wa tatu umefika, mimi nakumbuka siku nilikuwa niko kazini. Nikajisikia ovyo, nikasema ngoja nirudi nyumbani nipumzike. Sikumjulisha mke wangu niambie moja kwa moja, yani shida ni nini. Yule msichana hasemi. Nikamwambia wewe uko sawa? Yani mimi nakuuliza swali, nataka unipe majibu na unijibu, na bado unaniambia unahitaji nikusaidie nauli. Niwezaje kukupa nauli bila kujua nini kinachokusumbua hapa nyumbani? Jamani, huyo msichana akaniambia hivi, angalia. Msichana huyu alikuwa amevaa nguo imemfunika, akanifunulia mkono. Jamani, nimeona majeraha kwenye mwili wa huyo msichana. Yani unajua nilisisimka. Sijawahi, yani sijui nikuelezaje. Mtoto binti wa watu ana majeraha tena mabichi kwenye mkono. Ni ameungua, amepatwa na nini? Nikashtuka, nikamwambia wewe kwa nini unanionyesha? Ni nini hiki? Nikaenda nikamfungua kabisa ule mkono. Ni nini?
akaniambia naomba unisaidie niende nyumbani. Naomba niende nyumbani. Sasa huyu msichana, yani mimi ukiniuliza taarifa zake, amembebea wapi mke wangu, mimi sijui. Nikamwambia kuna nini? Kuna nini? Hasemi, lakini amenionyesha majeraha. Nakumbuka nikachukua simu nikampigia mke wangu. Nilivyokuwa naanza kumwambia mke wangu, yule msichana akanyang'anya simu. Na mimi aliponinyang'anya ile simu, nikamwambia vipi? Nikakata. Niambie. Akaniambia huwa ananipiga. Nikamwambia anakupiga? Anakupiga ukiwa umekosea nini? Ananipigaga tu. Nikamwambia wewe, mke wangu mimi anakupiga wewe? Anakupiga hivi? Acha kumsingizia mke wangu. Mke wangu hawezi kukupiga kiasi hiki. Wewe ni nani unataka kuniambia kwamba mke wangu mimi anaweza kukupiga hivi? Jamani, huyu msichana akashusha ile nguo amevaa huku mgongoni. Jamani, huyu msichana ana mabaka. Tena mabaka inaonekana kuna meusi, yani ambayo yalikauka, afu kuna mengine ambayo inaonekana yamepigwa siku si nyingi. Nilimwambia anakupiga umefanya nini? Anasema yani nikikosea chochote, akinituma nikichelewa ananipiga. Namuuliza anakupigia nini? Akaniambia ana fimbo zake maalum ananipigia. Yani unajua, ninataka nikwambie, niliogopa. Huyu ni mke wangu. Yani mke wangu mimi nasema hata kuku tu kuchinja hawezi jamani, hata panya akimwona hapo hawezi hata kumuua. Anawezaje kumpiga mwanadamu kiwango hiki yani? Nilimwambia unaniambia ukweli? Akasema ndio. Nikamwambia huyu alikutoa wapi? Kuna sehemu nilikuwa nafanya kazi, ndo huyo mtu akaniambia nije kwa huyu dada atanilipa vizuri, lakini toka nimefika amenilipa nusu mshahara wa mwezi mmoja. Yani huyo binti tulivyokubaliana, tulikuwa tunasema tunamlipa mshahara 50,000, yani akae atulie, afanye kazi zake vizuri, apumzike, yani amani, kwa sababu tunafanya kazi tunapata kipato. Na yeye ana ndugu zake huyu binti. Mimi nilimwambia mke wangu tutamlipa 50. Yani kwenye ile 50 anakata jamani, anampa 25,000. Kwa hiyo ina maana mwezi umefuata anasema atamlipa, na sijawahi kuruka hata mwezi mmoja sijatoa hela ya mshahara huyu msichana. Sasa kwa nini umfanyie mtu mambo haya? Yani kwa nini umtendee mtu mambo haya jamani? Huyu ni mke wangu. Akaniambia usimwambie, ukimwambia ataniua. Nikamwambia kwa nini unasema hivyo? Anasema hivi, akiwa ananipiga ananiambia nitakuua. Joy anasema nilifikiri nilichanganyikiwa. Yani ni sawasawa unafika nyumbani, mke huyo mwenye roho nzuri, anaongea vizuri, ana upendo, unasikia amefanya kitu kama hiki. Yani mimi mpaka nikaa nasema au kuna watu wanataka kuchezea ndoa yangu. Huyu mtu amekuja kama amepangwa huko, yani kuja kusema kwamba mke wangu anafanya hivi na hivi, kwa sababu yani siamini. Nilimwambia sawa, nitakupa nauli utaenda nyumbani. Na nikwambie sikusema nitampa nauli sijui kesho. Nilimuuliza kwenu ni wapi? Na unamdai shilingi ngapi? Mpaka sasa hivi akaniambia. Nikampa hela anayomdai. Nikampa hela na ya nauli ya kumfikisha kwao. Huyu ni kama mdogo wangu. Mimi nina wadogo zangu, na wako pia wanahangaika kufanya kazi kwenye maofisi ya watu. Nitawezaje kuwa na amani kama mdogo wangu akatendewa kama hivi katika utafutaji wake? Nilifili kuumia sana. Sikutaka kujua chochote. Unajua huyu ni mke wangu. Nilimwambia kama ni kweli mke wangu amekutendea hivi, nisamee mimi. Lakini kama sio kweli unatengeneza picha, Mungu nakulaani. Alinishukuru akaniambia, dada ni mkali sana.
akiwa mkali anaje anakuwa anatetemeka. Kuna siku amenishikia kisu nikajua atanichoma. Ni mkali sana. Sijawahi kumuona huyu mwanamke amekasirika, yani amenikasirikia mpaka atetemeke. Mimi sijawahi kuona. Nimekaa naye kwenye uchumba, naweza nikasema sijakaa naye muda mrefu sana. Lakini sijawahi kumuona hivyo. Kama mtu anazo tabia, kwa nini mimi nimeshindwa hata kunote katika makasiriko? Najua kuna muda akikwazika anasema, "Baby, mimi sipendi. Usifanye hivyo tena. Basi niambie mke wangu sorry na kila kitu kitakuwa sawa." Tunarudi tunaongea hivyo yani. Nilimwambia, akirudi wewe muage, mwambie unataka kurudi nyumbani. Usimwambie kama mimi nimejua chochote. Sawa? Nilikaa nikajifikiria, je, nimewaza sahihi au nimekosea? Nimewaza sahihi au nimekosea? Ila nilimwambia huyo msichana asiseme popote, asije akamwambia mtu yeyote kuhusiana na hili, arudi nyumbani. Na yule aliyemuunganishia asimwambie chochote. Nimekulipa pesa zako, nenda nyumbani kwenu. Nataka nikwambie, sikuwa na amani. Mke wangu amerudi sio na matunda. Mume wangu nakwambia ananihaki kwa upendo. Umewahi kurudi? Imekuwaje leo na mbona hujanipitia? Namwambia, yani leo nilikuwa nasema ngoja ninatamani mkasa huu rafiki yangu ushare na ndugu jamaa na rafiki. Una rafiki yako, mpatie linki afuatilie mkasa huu. Hakika mimi niliposikia nikasema huu ni wa sisi sote. Tujifunze katika sisi sote katika haya ambayo ndugu yetu anaitwa Joel anapitia. Lakini huenda huko katika ile stage ya kutafuta mwenza wa maisha. Ndio, sikiliza mkasa huu wa Joel na naweza kukusaidia kitu katika harakati zako za kuelekea katika kupata mwenza, kuwa na mke, kuwa na mume katika maisha yako. Ndio, Joel anatueleza. Joel anasema namsikiliza mke wangu vile anavyosema, analalamika huyu binti ametoroka. Nilimwambia ninahisi mke wangu, wasichana wanaweza kuwa na matatizo sana. Ni bora kupata ndugu. Kama tunaweza tukapata ndugu kukaa naye, hata tunaweza tukasema labda anatamani kusoma, tukampeleka hata kozi ndogo. Inakuwa ni sadaka yetu pia. Kama tukikutana na watu ambao tunaunganishiwa tuwaelewe, ni bora tupate ndugu. Nilimwambia, mke wangu hakuunga mkono. Akasema, nikwambie mume wangu, changamoto ya kuishi na ndugu ni siri za familia kutoka nje. Yani tumeishiwa, atapiga simu na kusema sasa hivi mambo yao hayako mazuri. Tumegombana katika hali ya kibinadamu tu, utakuta ndo kesho taarifa zako ziko nje. Mimi ndo maana sipendi sana kukaa na ndugu. Halafu pia kitu kingine, ndugu hawana shukrani. Huwa hawana shukrani. Ni vyema tukapata mtu tu anaweza kawa sio wa familia, lakini ni mtu ambaye anajielewa. Unaona, hata tukakaa naye miaka kadhaa na huyo mtu ya kumsomesha na tukapata thawabu mbele za Mungu. Mbona mimi mamangu amekaa na wasichana miaka mingi, lakini ina maana kupata msichana wa kukaa miaka mingi ina maana ni yule ambaye na yeye anajielewa. Unaona, mume wangu nikamwambia ni kweli. Wakati namwangalia mke wangu anazungumza, nakumbuka yale majeraha kwa yule binti, kwamba huyu ni mke wangu ndiye ambaye alikuwa anampiga yule msichana. Okay. Nisifikirie sana. Mimi nilimwambia mke wangu, hilo ni wewe na kuachia. Wewe unajua ni upi sahihi. Kama huyo ameondoka tupate picha, tuseme tu kwamba hakuwa sahihi. Achana na sikusumbue kichwa. Sisi tuna pesa, tutampata mtu mkweli na atafanya kazi vizuri bila kukuletea shida. Akasema kabisa mume wangu. Basi yalikuwa ni mazungumzo kati ya mimi na mke wangu. Mimi nilifocus kwenye kazi, lakini nataka nikwambie kile kitu akikutoka kichwani nakwambia. Yani naweza nikana lala na amka usiku. Yani namna ambavyo yule msichana alijeruhika. Anampigia nini? Unajua, najiuliza anampigia kitu gani? Yule msichana anasema ana hasira sana. Dada tatizo ana hasira sana, alinishikia kisu. Namwambia kiwango cha mtu kukosea mpaka ushike kisu kumtishia uhai wake ni nini? Huyo mtu anakuwa amefanya nini? Jamani, ameunguza mboga.
naomba utulie, mimi nakuja kumfuata mtoto. Shida si ni mtoto, hapana, nataka nije nione mazingira mtoto wangu atakapokaa. Nikamwambia huo sasa ndio ukorofi. Mimi baba yake najua mazingira mazuri kwa mtoto wangu kuishi. Hapana. Tukazozana hapo, nikaongea na mama. Nimeongea na mama naye akaongea naye. Mama yeye kwa upande wake waga anaelewanaga na huyu msichana. Hata akiwa amepanda sana huyu msichana, mama aga anamshusha. Anamwambia hebu tulia bana na wewe. Ni nini sasa kinachokukasirisha? Ananiudhi mimi. Kwani ananifanyia hivi? Afu anapenda kumwambia mama, ameniharibia mwanao maisha yangu. Mama anamwambia basi ameisha, lakini sikakupa mtoto. Sikakupa mtoto huyu. Akimwambia hivyo wanaongea wenyewe wanapatana. Kwa hiyo mama akasema nimeongea na kicha wako. Amesema atamleta, basi tafanya utaratibu, takuja kumleta mimi mwenyewe. Anasema mpata kazi. Namwambia wapi? Huko nchi za watu kapata kazi. Nikamwambia kazi za nini? Hasemi, lakini nikana ni kazi za uyaya huko nje kule ya wazee. Nikamwambia una mwanamke anahangaika huyu. Nikasema atajijua mwenyewe. Tukapiga hivyo story. Kwa mimi nikaongea na mke wangu. Nikamwambia mke wangu, yani naona ule wakati ambao tulikuwa tunaongoja umefika. Akaniambia niambie mume wangu. Nikamwambia kile kilichotokea. Akaniambia ni jambo zuri sana. Mimi nikawa namwangalia usoni mke wangu. Nikamwambia nikuulize kitu mke wangu. Yuko niulize. Nikamwambia moyo wako una utayari wa kuweza kuishi na mwanangu na ukambeba kama mtoto wako? Akaniambia kwa nini mume wangu unaniambia hivyo? Mtoto wako ni mtoto wangu pia. Sisi kwa mfano ndio tunazidi kumomba Mungu atubariki watoto. Mungu alishatubariki mtoto, tuna binti yetu. Na tafurahi mume wangu, nyumba itakuwa na company. Ndio, niko tayari. Kwa nini uniulize ile swali? Ile swali kuniuliza ni kumleta mtoto na tuanze kuishi na mtoto wetu. Nikamwambia asante sana mke wangu, lakini ninataka nikwambie, namwambia asante sana mke wangu, lakini nataka nikwambie yule binti wa kazi aliyeondoka, yani kile kitu kinanisumbua. Yani hivi ni kweli kwamba huyu mke wangu ndo amemfanyia hivi yule binti, au yule binti alikuwa anatafuta sababu ya kuondoka, au ana mahusiano alikuwa nayo huko, labda yule mwanaume alikuwa naye, kuna mwanaume anampiga. Yani nazidi kujiuliza. Nakwambia mke wangu anaongea vizuri, Mungu wangu. Yani sasa kuna muda nikikaa nakumbuka maneno ambayo wale washikaji waliweko niambia. Hii familia ni hatari. Huyu au walimpiga mtu mpaka wakamuua. Nikiunganisha sasa nasema huenda inaweza ikawa ni kweli. Nawezaje kumleta mtoto wangu hapa? Sasa ina maana nianze kumwogopa mke wangu? Mwanamke ambaye nimesema huyu atakuwa mke wangu na siku zote za maisha yangu. Nikasema kama kweli huyu mwanamke anafanya matendo ya kikatili, mimi nitajua. Na sitajua tu kwa kuambiwa, nitaona kwa macho. Sasa nikamwambia mama, natamani uje nyumbani na mjukuu wako, lakini natamani ukae hapa nyumbani. Kama hutakuwa na ratiba, au unaweza kuwa na ratiba ukaziweka vizuri, ukaja ukakata mwezi mmoja au mwezi mmoja na nusu, mama hata miezi miwili, njoo kaa kwa mwanao. Mama akasema nije nikie huko miezi miwili na shughuli zangu zisimame? Na vipi kuhusu vikoba vyangu? Shughuli zangu ndio napata pesa ya kulipa vikoba. Nikamwambia mama, unacheza vikoba vingapi? Mama akaanza kujimungunya munya. Nikamwambia mama, ni vikoba, mimi nitakulipia kwa wiki hivyo ulivyo navyo. Kweli sio nakuja huko afu mambo huko, unajua ukimwachia mtu mambo yanakuwa hayana uhakika. Nisije nikaja afu mambo hili. Nikamwambia njoo mama. Mama kaniuliza na kwa nini mwanangu nije nikae muda wote huo? Nikamwambia mama, nimekumisi na hujakaga muda mrefu na mjukuu wako. Huyu mwanamke amekuwa akimzungusha yule mtoto sana. Mama akasema nani kweli? Asa hapo ongeage na babako. Nikamwambia sawa. Na mimi nikaongea na mzee akaniambia kwa nini? Kwa nini nataka mama yako aje akae huko hiyo miezi miwili? Kwa nini? Nikamwambia mama amemmisi mjukuu wake. Hatujakaa hivi, natamani tukae hivi baba. Kuna shida yote? Ukimkumbuka atakuja.
Mzee akasema, kwani mimi na shida? Tu ukitaka akae mwaka huko, mimi sina shida. Mimi mbona na mipango yangu mimi sina shida kabisa. Basi tukacheka na mzee, lakini kweli mzee alibariki hilo jambo na mama akamleta mjukuu wake. Kwa hiyo kuna process hapa, mtu wangu alikuwa anasoma tutakazifanya na mama alianza kuzifanya huko kufuatilia, na mwisho wa siku mke wangu, mama mkwe, mtoto wangu pamoja na mimi. Na nakumbuka mke wangu aliniambia baada kama ya wiki 2 hivi kupita, kumbe mama atakuwepo muda mrefu. Nikamwambia ndio, amesema anataka tu kukaa kufurahia na mjukuu wake. Unajua yule mwanamke alikuwa na mizunguko mingi, anazunguka tu na mtoto. Kwa hiyo mama hajapata muda wa kukaa na mjukuu wake. Nafikiri huko ndo anatulia. Maana unajua kule mama atulii, mambo ni mengi. Akasema ni kweli. Ni kweli mume wangu. Basi na mimi nikaendelea na mambo yangu. Unajua sasa namuona mama yuko na mjukuu wake, kwa sina wasiwasi. Sina shida yoyote. Sasa mama akasema, jamani, mimi niko hapa na muangalia mjukuu wangu hivyo, ameanza shule, takaa hapa nyumbani, tageuka hivi, tafanya hiki, mnahitaji mpate msichana mzuri wa kukaa pia na mtoto. Mama akasema, mimi kuna binti ninamfahamu mzuri wa kukaa na mtoto. Mke wangu akakataa. Na alikataa kwa namna hii, mama, tayari nilishaandaa mtu sahihi wa kukaa na mwanangu. Naona kwa sababu alikuwa anamuita mwanae, maana ni mtoto wetu. Mama akasema sawa, ile wasichana wanasumbua, ni vyema kama mtu unakuwa unamjua background yake kwa kupitia mtu fulani, familia yake inakuwa ni nzuri. Mke wangu akasema hata huyu namfahamu vizuri sana. Tena mama utampenda sana. Ni binti mzuri sana. Kwa hiyo alimkataa yule binti ambaye mama alikuwa ameeleza sifa zake. Na mimi nikajiuliza, kwa nini mke wangu yeye hataki binti ambaye analetwa na mtu? Yani hata uelezee sifa za uzuri za huyo binti, yeye hamtaki. Yeye anataka msichana wake anayemjua yeye. Ili afanye nini? Kwa sababu kama mtu huna ubaya, wewe unaweza kumpokea mtu yote ambaye anakuambia huyu msichana ni mzuri na tabia hizi 1 2 3 atakufaa. Wewe unataka ufanywe kazi zako ziende vizuri. Kwa nini unakataa? Basi mama akasema hakuna shida. Mwanangu hakuna shida. Ili mradi tu msichana mzuri, ana utulivu, atakaa vizuri, amwangalie mjukuu wangu, mimi sina shida. Siku zinasogea mimi nitaondoka na damani kuona huyo msichana amekuepo, ninamuelekeza ajue kufanya majukumu yake, ajue kupanga nguo za mjukuu wangu, kufanya usafi, amlee vipi mjukuu wangu. Nataka yote hayo nimuelekeze. Basi mama aliposema hivyo, sijui kama mke wangu pia hakupendezwa. Nikaona tu anamwangalia tu mama, na usiku kafika akasema naomba Mungu na mimi anipe mtoto. Nikamwambia kwa nini umewaza hivyo? Basi tu yani naona kama mama ni hanipi uhuru wa kukaa na mtoto, yani wa kuwa naye karibu. Nikamwambia alikuwa amemisi mjukuu wake, mwisho wa siku ataondoka na tutabaki naye hapa na tutakuwa na furaha naye. Akasema ni kweli kabisa. Basi na yakumbuka haya, tumekaa, alikuja binti ambaye yeye ndo mke wangu alimleta. Amefika pale kweli mama akampenda, akasema huyu binti ni mzuri, akaanza kumuelekeza kazi, wanakaa wanaelekezana kazi na nini. Mama akasema sasa mimi hapa ngoja nifanyaje? Niende sasa kwa nyumbani kwangu. Nimekaa sana. Taenda huko nyumbani nitakuta hadi kunya nyasi zimeota hadi mlangoni. Nikacheka tu nikamwambia ni kweli.